Sasa mwanadada Nicole amefikishwa mahakamani kwa kushindwa wa kumtolea dhamana ya kiasi cha shilingi milioni 46. Utakumbuka dada huyu alitiwa hatiani kwa makosa ya kudhulumu pesa ambazo inaaminika pesa hizo yeye ndo alikuwa kama mchangisha mchezo. So kitaani wanaita kijumbe. So utakumbuka dada huyu ni dada maarufu sana ambaye brand yake ni kubwa sana, naweza nikasema ni anafahamika. So naweza nikakwambia pia hata hao ambao walikuwa wanamuamini na kuweza kumpa pesa waliamini kupitia brandi aliyokuwa nayo. So vitu kama hivi hapo, lakini mwisho wa siku walichokuwa wanategemea sivi. So ni kitu ambacho naweza nikakwambia ni kitu ambacho kimeshangaza sana hasa kwa huyu dada ambaye ni bingwa nguli wa kuweza kujinadi kwenye mitandao ya kijamii, kushindwa kuweza kulipa dhamana ya shilingi milioni 46. So kuna moja ya maongezi ambayo yeye mwenyewe alikuwa anaongea huko Instagram kuhusu baadhi ya magari ambayo anamiliki. Aliongea ni kiasi cha shilingi milioni 500 magari tu ambayo anayamiliki mwanadada huyo. Lakini cha ajabu ni kwamba mwanadada huyu baada ya kupatikana na hizi hatia ameshindwa kutoa dhamana ya shilingi milioni 46. Kwa hapa tunaweza tukapata majibu kuwa maisha ambayo alikuwa anaishi huyu dada kwenye mitandao ya kijamii, naweza nikakwambia ni maisha ya maigizo, vitu kama hivi hapo. So pia dada huyu ukiacha hayo yote aliwahi sema anajihusisha pia na kilimo kwa takribani au kwa maximum ya haraka ukiwa mtu ambaye unajishughulisha na kilimo ile serious. So kukosa kitu kama milioni 100, milioni 150 au milioni 45 so ni kitu cha kawaida sana ukiwa kama upo serious sana na mambo ya kilimo. Lakini ajabu ni kwamba dada huyu ameshindwa kulipa kiasi cha shilingi milioni 46 kama dhamana. So na katika dhamana hiyo ambayo alikuwa amepewa ya kuweza kulipa kiasi cha shilingi milioni 46, lakini unaambiwa dhamana hiyo kwa mwanadada huyo alipewa option mbili: alipe kitu chenye thamani ya shilingi milioni 46 au alipe hiyo pesa milioni 46. Lakini bado dada huyu akashindwa. Hapo utapata majibu. Dada huyu hana hata kibanda chochote hapa mjini pamoja na mbwembwe zote mtandaoni. Lakini Harmonize, Juma Lokole na baadhi ya washikaji wengi sana wa Harmonize ni washikaji, ni marafiki sana wa huyu mwanadada Nicole. Je, utajiuliza wameshindwa kumtolea dhamana ya hiyo pesa kiasi cha shilingi milioni 46? Vitu kama hivi hapo. Nafikiri nimekuja kukuletea hiyo, so utapita nayo na wewe utachangia kwako na maoni gani kuhusiana na hii issue ya mwanadada Nicole. So tumeweza kuona alidhulumu kiasi cha shilingi milioni 180 kitu hivi, lakini hivyo ametiwa hatiani baada ya hiyo pesa kwa dhulumu watu ambao alikuwa anacheza nao huo mchezo. Una maoni gani kuhusiana na hii? So utashusha comment yako na mimi nitakuja kupita nayo.